Alakei anakwenda kupitia kipindi kigumu zaidi. Nimebeba mzigo ambacho yuko nacho. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unatusupport kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya video kwenye channel yetu ya Simulizi Plus. Then nitoe angalizo kidogo kwa watu ambao mnaitazama hii video ama mnaendelea kuitazama hii video. Na hii video ni maalum kwa ajili ya kufanya review na promotion. Ila ukitaka kuiangalia ikiwa kwenye mfumo wa original video, basi hakikisha unatembelea kwenye channel ya RK Movies hapa YouTube ili uweze kuangalia ikiwa kwenye mfumo wa original video. Ila ukija huku Simulizi Plus, hapa utakuwa unapata review, final review ya matukio, baadhi ya scene ambazo tumezipita kwenye episode husika ya Siri ya Uba. Twende sawa, hakikisha una subscribe kama support yako. Basi kwa upande wa RK, mimi naona kabisa dhahiri kabisa kwamba anakwenda kupitia kipindi kigumu zaidi ya kipindi ambacho yuko nacho. Kwa maana anataka kutoka kwenye maumivu ya mapenzi sasa aingie kwenye utafutaji wa makazi. Na kumbuka hapo ambapo RK anaishi sio kwake, ila alikuwa amepewa tu na bosi wake ambapo alikuwa anafanya kazi. Alikuwa amepewa na bosi wake tu kama makazi. Kwa hiyo ni apartment ya wafanyakazi ambao bosi atakuwa anawapata, basi akiwa mwaminifu anampa makazi anaishi. Sasa kwa upande wa RK naona kwamba anaona kazi imemshinda, hawezi kuendelea kufanya kazi na bosi wake wa zamani ambaye alikuwa akimfanya kazi na akamtafutia makazi. Sasa tunaona kwamba bosi kampa siku kadhaa za kujifikiria. Endapo RK asipokuwa na majibu sahihi, basi atatafuta sehemu nyingine ya kwenda kukaa. Mimi kwa upande wa RK naona dhahiri kabisa kwamba RK amechoka na hiyo kazi. Kifikia mtu akusema kwamba kusema ukweli kwamba hawezi kuendelea na hiyo kazi, basi atakuwa amechoka kabisa. Basi swala lingine ambalo linaendelea kwa RK, kama unavyojua kwamba RK yupo kwenye mtihani mzito sana, yupo kwenye kipindi kigumu sana. Yaani kujinasua kwenye huu mtego ambao unamwandama. Kwa upande wa wanaume wengi huwaga ni ngumu sana, lakini kwa upande wa RK ninavyomwamini, sidhani kabisa kwamba atakwenda kinyume na makubaliano. Yaani atasimama kididia, atabaki kumheshimu Nice kama ndugu yake. Japokuwa kuna viashiria ambavyo vinaweza vikapelekea ushawishi kwa RK, lakini ni kidogo sana kwa mtu ambaye ana akili timamu. Sidhani kabisa kwamba ataweza kwenda kinyume na makubaliano. Na kitu kingine ambacho Nice alikuwa akijui na akaambiwa na RK, aliambiwa kwamba ulishaona wapi ndugu wa damu ama ndugu wakaoana. Hicho kitu hakuna kabisa, na sidhani kama kitakuja kutokea, japokuwa ni vitu ambavyo sometimes vinatokea kwenye mazingira yetu ya kawaida, lakini ni vitu adimu sana kutokea. Kafikia hatua mpaka kutokea kitu kama hicho, sidhani kabisa kwamba kutakuwa kuna mwelekeo mzuri. Sasa hivi ni vitu ambavyo tunaona kwamba kwa RK anajaribu kuvisisitiza. Japokuwa Nice amekufa, ameoza kwa RK. Ni wanawake sometimes wana mawazo ya kipuzi sana. Yaani hapo Nice anasema kwamba kaoza kwa RK, na RK ndo daktari pekee ambaye anaweza kumtibia. Yaani hapo hana wazo lolote ile kwamba RK ni ndugu yake. Yaani yeye kitu ambacho Nice anakitaka, anataka kutimiza tu haja zake, basi anaishia na RK. Sasa hapa ndipo tunaona kwamba mwanaume anachekecha. Kwa mwanaume ambaye amekamilika, ambaye anauelewa kila ambacho anakifanya, hawezi kushawishika na vishawishi vyovyote ambavyo Nice anavionyesha kwa RK. Sasa hapa tunaona RK kasimama kabisa, kidedea kuwa hawezi
akatoka nje ya makubaliano, yani aweza kafanya upuuzi wowote, aweza kafanya ushenzi wowote na nice. Sasa kama unavyojua kwamba RK amepitia maumivu ya mapenzi, yani kila anapopenda anaambulia matatizo. Sasa hichi ni kitu ambacho amekuja kukiona na kugundua kuwa bora baki kuwa single. Japokuwa bado tunaona kuwa RK anamwaza sana Aisha. Hii ni kati ya wanawake ambao amekuja kuwapenda, ambao waliwapenda. Hakuna mwanamke ambaye ataweza kukava nafasi ya Aisha. Yani ina maana kwamba RK alikuwa na upendo wa kiasi kikubwa sana kwa Aisha. Hivi ni vitu ambavyo tunaviona kwamba RK anaviwaza, lakini kule upande wa pili kwa Aisha na yeye tunaona kuwa yote ambayo anayafanya anaanza kuyajutia, anamkumbuka tena RK kwa mara nyingine. Halafu nataka nikwambie kitu ama nikujuze kitu ambacho kinaendelea kati ya RK pamoja na Aisha. Wanategemea kuona kuwa episodi za mbeleni huko RK pamoja na Aisha wakaja wakarudiana tena, yani mahusiano yao yakaendelea kama kawaida. Kuna sababu binafsi ambazo zimenipelekea mpaka mimi niweze kusema hivyo, na tafiti zinaonyesha kuwa ukimwaza mtu sana, basi kumbuka na yeye kuwa anakuwaza kama wewe unavyomwaza. Kama ulivyoona kwa RK alikuwa akimwaza Aisha, lakini kule kwa Aisha na yeye alikuwa akimwaza RK. Sasa hapa kuna sababu ambazo tayari Aisha ameanza kuzionyesha, ambazo zinataka anataka ziwe chanzo kwa upande wake kuweza kuachwa na Benly ili arudi kwa RK, waendelee na maisha yao kama kawaida. Maana sababu zenyewe sasa tunaona kwamba Aisha anaanza kumdanganya Benly kwamba yuko na maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa hiyo wasifanye chochote kwa muda huu. Lakini kwa upande wa Benly ni mtu ambaye hayupo romantic sana, yani amsikilizi mwanamke yote, yani mwenyewe anaishi kibabe tu. Tunaona kwamba anataka athibitishe, yani aamini maneno ambayo anaambiwa na Aisha. Anataka athibitishe kwa lipi? Anataka waende hospitalini wakapime, afahamu je, ni kweli Aisha yuko na ujauzito kama anavyosema. Kwa maana yeye anaona kama ni mapicha, haelewi, anaona kwamba Aisha anamdanganya. Lakini hiyo ni sababu ambayo inaonyesha zaidi kabisa kwamba kuna kitu ambacho Aisha anakitafuta, wala sio kwamba Aisha na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na endapo Aisha angekubali kwenda na Benly hospitalini kupimwa, basi majibu ambayo yangetoka kuwa Aisha ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa kungekuwa hakuna maelewano mazuri kati yake pamoja na Benly, kwa maana na Benson. Kwa maana Benson angeona dhahiri kabisa kwamba huyu mwanamke kuna kitu ambacho anakitafuta, ama anataka hii iwe sababu ya mimi kuweza kumwacha ili aweze kuendelea na RK kama alivyokuwa anaishi naye hapo awali. Moja ya kitu ambacho mimi namsifia Benson, yuko na machale sana. Ana machale ni kiasi kwamba anataka, yani mwenyewe haamini paka aminishwe. Hawezi kuamini ovyo ovyo, hawezi kuamini kirahisi paka aminishwe. Huu ulikuwa ni uchambuzi ama ilikuwa ni review and promotion ya Siri ya Huba. Ila ukitaka kuiangalia ikiwa kwenye mfumo wa original video, hakikisha unatembelea hapa YouTube, search RK Movies, then utaikuta kule, subscribe RK Movies, then ukija hapa Simulizi Plus una subscribe. Hapo utakuwa unapata taarifa za matukio baadhi ambayo yatakuwa yametokea na uchambuzi wa scene baadhi kutoka kwenye tamthilia ya Siri ya Huba. Bwana, yangu ilikuwa ni hayo tu. Big up sana kwa wote ambao mnatuonesha support. Big up sana kwa wote ambao mnapenda video zetu, ambao mnasubscribe, mna support kwa kushare
Mungu azidi kuwabariki sana. Asanteni sana. Thank you for watching. Bye bye.